بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخوة الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ndugu zangu Waislamu, leo katika khutba hii ya Ijumaa tutakumbushana na kufundishana jambo ambalo kwa hakika tunaona kwamba hali halisi waliokuwa nayo Waislamu katika wakati huu inalihitajia sana, bali ukichunguza kwa makini utawakuta Waislamu wengi wametofautiana fikra zao katika kulizungumzia suala hili ambalo tutaligusia leo hii biidhnillah. Na jambo kama hili nimelizungumza mimi katika Ijumaa iliyopita katika msikiti wetu wa Pasua, msikiti ambao wenye kuswali pale wengi wao ni wanafunzi wetu, lakini ni jambo ambalo linahitajika lifahamike na watu wengi, hususan tunawapendelea kheri wale ndugu zetu watu wa sunna walifahamu kwa makini jambo hili.
Sasa kwa faida na ili jambo hili lienee, nimependa kulirudia tena kwa maelezo marefu zaidi biidhnillah katika Ijumaa ya leo katika msikiti huu. Jambo hili ambalo nitaligusia mimi nimelipa unwani ifuatayo: Simamul aman min al-kufri wal hazimati biittiba'i al-kitabi was sunnah. Kitovu cha amani, chimbuko la amani kutokana na ukafiri, kadhalika kuhofia kushindwa, litapatikana hilo katika kukiandama kitabu na sunna. Ikiwa tunahitajia amani ambayo kwa sasa haipo au imepungua kwa kiasi kikubwa mno, ni ile amani ya Muislamu kumakinika na dini yake katika maeneo haya tunayoishi. Naweza nikasema kama ipo amani hiyo, basi ni dhaifu mno, bali tukipanua fikra zaidi, tukauangalia Uislamu duniani kote kwa ujumla, utakuta Waislamu katika miji yao wanaishi katika hofu kubwa na udhalili wa hali ya juu. Huu ndio ukweli na hii ndio hali halisi. Sasa napenda tufahamu, ndugu zangu, matatizo yote haya na hofu tuliyokuwa nayo Waislamu, kitovu cha kutuletea salama na kutuletea faraja na amani ikajaa katika miji yetu, kwa hofu tuliyokuwa nayo ya kuwahofia makafiri, kadhalika kuhofia kushindwa na maadui zetu, itapatikana amani hiyo kwa sisi kukifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. هذه الخطبة خطبة hii kwa unwani ambayo nimeitanguliza kwenu, hiya min jumlati an-nush wadh-dhikra liulaika alladhina lam yaqtani'u bid'awati al-kitabi was-sunnah. Khutba hii ni miongoni au ni mfululizo wa khutba ambazo tunakusudia kuwapa nasaha Waislamu na kuwakumbusha Waislamu, hasa wale ambao mpaka leo hii hawaja kinaika na da'wa safi ya Qur'ani na Sunna, khususan lamma ra'aw at-ta'allub ar-rahiba liquwwati al-kufr wan-nifaq والشرك إلى ديار المسلمين. hasa pale walipoona watu hawa ile nguvu yenye kutishia ya ukafiri na ushirikina na unafik inavyovamia miji ya Kiislamu. Hakika hii ni hali ambayo ipo na tunaishuhudia sote au tunaisikia. فتلك القوة الكفرية لا بارك الله فيها عذبت المسلمين أشد العذاب. ile nguvu ya ukafiri inayoendelea hivi sasa, Allah asiitie baraka wala asifanikishe,
imewaadhibu waislamu adhabu kali sana. Wamazzaqatuhum sharra mumazzaq, bali nguvu ile ya kufur imewasambaratisha waislamu na kuwachana chana usambaratishaji ambao unasikitisha na kuhuzunisha. Sasa kuna watu walipoona hali hii toka huko nyuma na inavyoendelea hivi sasa kwa kasi kubwa, bado nafsi zao hazijakinai kwamba ni wahi peke yake unaweza ukawarudishia waislamu salama yao. Tuna watu kama hao wenye fikra kama hizo katika jamii hii ya Kiislamu. Bal wazdada almuslimuna wahnan ala wahnin lamma qallat inayatuhum bimasdar quwwatihim, waislamu walizidi kupata udhalili zaidi pindi walipoondoa juhudi zao na walipoondoa kutilia umuhimu lile chimbuko la nguvu zao, alkitabu was sunna, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahihi za mtume alayhi salatu wassalam. Tulipoacha kushughulika na khairi hizi mbili, basi udhalili wetu umezidi maradufu, wa na'udhu billah, wallahu almusta'an. Bal hanu ala Allah lamma sa'a dhannuhum bihima, bali wakawa madhalili waislamu hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pale walipokuwa na dhana mbaya na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum tasawwaru adh-dha'f liatharihima fi an-nufus. Imefikia mahali waislamu au baadhi ya waislamu wanafikiria kwamba Qur'ani na sunna vitu vile hivi vina udhaifu wa kuleta athari njema katika jamii. Kuna watu wamefikia mahali kwa udhaifu wa imani zao na dhaifu ya elimu ya kisheria katika akili zao, wamefikia mahali wakadhania dhana mbaya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwamba haviwezi kurekebisha hali iliyo katika jamii hivi sasa. Ndio mtawasikia wale wasomi wenye kusifika kwa majina makubwa, na ukiwatazama wana maumbile ya kisomi, wengine vipara vyao vimefika nusu ya kichwa, ishara ya kwamba wamesoma mno. Wengine miwani zimekuwa kubwa kwa ajili ya kudhoofika macho kwa zile research wanaozifanya katika sehemu mbalimbali za kielimu. Ni watu ambao wanasikika kwamba wana elimu. Imefikia mahali unawasikia watu hawa wakidai kwamba dini peke yake haiwezi kawafaa waislamu katika wakati huu, bali utawasikia wakihamasisha kwamba tusibakia sisi kusomeshana dini. Wenzetu wamefika mbali, wanafanya mambo makubwa. Sasa kubakia sisi katika hizi madrasa, misikiti yetu hii, huku ni kushindwa. Kwa njia hii pekee hatuwezi sisi tukapata nguvu. Yani wana dhaifu kwamba elimu ya kisheria haiwezi kubadilisha jamii na hali ambayo iko sasa. Hawa wanaitwa wasomi, lakini hawa hasa ni ajdadul juhala, ni mababu wa wajinga katika sheria ya Kiislamu, na wana mtazamo finyo na mfupi katika kuuzungumzia Uislamu. Kwani leo hii ukitazama tarikh, historia ya Uislamu kuanzia ulikoanza, ule udhaifu uliokuwepo katika Uislamu katika miaka ya mwanzo na yale mabadiliko ambayo yalikuja baada ya hapo, Uislamu ukapata nguvu ya ajabu.
ukaingia mpaka miji ya kufur. Uislamu ulikita katika miji ya Rum, bali ulikita katika miji ya Hispania, Andalus. Uislamu ukachana ukaingia Iraq na sehemu za Turkia, ikapatikana kheri kubwa katika dola za Kiislamu katika nyakati zile. Kisha baadaye nguvu ile ikaondoka baada ya kuangushwa khilafa ya Uthmania. Waislamu wakaingia katika mabalaa na dhaifu, na mpaka leo hii tunaishi katika hali hii kwenye dini. Ni athari ya kupatikana hilo katika khilafa ya dola Uthmania. Lakini hebu niwaulize, ni kina nani hawa ambao waliupa nguvu Uislamu kuanzia wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam mpaka katika zama za masahaba na mpaka zama za matabi', wale ambao waliishi na masahaba na maimamu wakubwa katika dini? Ni watu wa sampuli gani ambao Allah subhanahu wa ta'ala alipitishia kwa wao nguvu ya Uislamu huu? La shaka jawabu unalo. Mtazame Mtume alayhi salatu wasalam ambaye amefunguliwa dunia, alikuwa akitilia umuhimu elimu gani? Bali alikuwa akifundisha elimu gani? Na wale waliomzunguka walikuwa wameathiriwa na elimu ipi? La shak kanu mutaathirin biilmi alwahy. Hakuna shaka walikuwa wameathirika na wameshiba ilmu ya wahy, ilmu ya ufunuo. Wakati huo huo mataifa ya kufur yaliyokuwa yakiwazunguka Waislamu na yakiwa mbali, na yale ambayo yako mbali na Waislamu, yalikuwa yanasifika kwa atakaddum, maendeleo ya kidunia, na kuwa mbali kiuchumi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwatia nguvu hawa wadhaifu, hawa wenye elimu za dini. Wallah, hatufahamu katika historia ya Kiislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwatia nguvu ashabu dunia na wale ambao wanaishi na kusoma kwa ajili ya dunia. Lakini kwa dhaifu ya elimu ya kisheria kwa baadhi ya wenye kuitwa wasomi, imefikia mahali wanadhania dhana mbaya yale machimbuko ya dini yetu kwamba hayatoshi na yana dhaifu. Na nyinyi ni mashahidi. Nataka niwaambie ndugu zangu Waislamu, i'lamu anna al-kuffara wal-mushrikin wal-munafiqin la yaqdiruna alaykum ma dumtum tatluna al-wahyayn wa tutabbiqunahuma fi hayatikum wa fi dinikum. Fahamuni ndugu zangu kwamba makafiri kwa sampuli zao zote na washirikina wote na wanafiki wote ambao wanaula Uislamu kwa ndani, hawana uwezo wa kuwadhuruni Waislamu, wala madhara yao hayawezi yakikuathirini mpaka mkafikia hali mliokuwa nayo hivi sasa, muda wa kuwa nyinyi mlikuwa mnasoma muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, muda wa kuwa mmeshikamana na wahi, bali mnaufanyia kazi wahi katika maisha yenu na katika dini yenu. Mkiwa hivi, nguvu za kufur na ukafiri wa sampuli zote hauwezi ukawadhuru Waislamu. Na haya ninayozungumza yamethibitishwa na adilla min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله نسيما أني وليانباو ومياميني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لو mkiwatii au mkilitii kundi katika wale waliopewa kitabu, al-yahudu wan-nasara, na hawa ni mayahudi na manasara, yaruddukum ba'da imanikum kafirin,
watakurejesheni baada ya kwamba mlikuwa na imani zenu ni makafiri. Kuwatii ahlul kitab al-yahud wa nasara ni sababu ya sisi kurudishwa katika ukafiri baada ya kuwa tulikuwa tuna imani. Kisha Allah anasema baada ya aya hii kwa uslubu wa taubih, uslubu wa kushangaa na kuwakemea Waislamu, wa kaifa takfurun, na vipi mtakufuru, vipi kufuru itawaathiri nyinyi, wa antum tutla alaykum ayatullah, wakati zinasomwa kwenu nyinyi Waislamu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wa fikum rasulu, na baina yenu yuko mtume alayhi salatu wasalam anatoa mafundisho katika jamii yenu. Vipi mtakufuru wakati Qur'ani yasomwa, mafundisho yake yanayokuwa wazi? Kadhalika sunna za mtume alayhi salatu wasalam zimeshika hatamu katika jamii yenu. Wa man ya'tasim billah, na yeyote au na yule ambaye atakayeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, faqad hudiya ila siratin mustaqim, huyo ameongozwa katika njia iliyokuwa sawa sawa. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsiri, amesema al-imam mufassir ibn Kathir rahimahullah wakati akitafsiri aya hii akasema, yani anna al-kufra ba'idun minkum wa hashakum min, لأن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. أنا سيب ابن كثير يعني الله anakusudia kwenye aya hii kwamba ukafiri uko mbali mno na nyinyi, wa hashakum min, na haiwezekani nyinyi mkadhurika na ukafiri. Fa inna ayati Allah, sababu nini? Kwani aya za Allah subhanahu wa ta'ala tutla alaykum laylan wa nahara, zinasomwa kwenu usiku na mchana, na mtume alayhi salatu wasalam anazisoma tena aya zile kwetu na anatufikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtume alayhi salatu wasalam anaendelea kuifafanua Qur'an. Aya hii ukiisoma kwa mazingatio utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha kufuru kuwafikia Waislamu muda wa kuwa Qur'ani imepewa nafasi yake katika jamii na sunna za mtume alayhi salatu wasalam zimechukua nafasi yake. Sasa ikiwa kufuru imekanushwa kwa sisi kushikamana na Qur'ani na sunna, mwaonaje mengine katika madhambi yaliyokuwa chini ya ukafiri? Fa min babi aula, ni katika mlango wa mwanzo kabisa vitu hivyo kuwa mbali mno na Uislamu ikiwa ukafiri haupo kwao. Maneno kama haya ameyazungumza mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Hakim fi al-Mustadrak wa dhakarahu al-Imam Malik fi al-Muwatta min hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa jaa an ghairi. Ametaja hadithi al-Imam Hakim kwenye kitabu al-Mustadrak, kadhalika al-Imam Malik kwenye kitabu chake al-Muwatta, hadithi ya sahabi al-jalil Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Na hadithi hii imekuja kwa njia ya sahaba mwingine au wengine wasiokuwa Jabir. Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume alayhi salatu wassalam, taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Anasema mtume alayhi salatu wassalam, mimi nimewaachieni vitu viwili, hamwezi mkapotea abadan baada yangu mimi, baada ya kuondoka mtume alayhi salatu wasalam, muda wa kuwa mmeshikamana na vitu viwili hivyo. Kisha akaviainisha mtume alayhi salatu wasalam kwa kusema kitab Allah, cha kwanza ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-Qur'an, wa sunnati, na mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam yaliyosihi. Vitu hivi viwili ni kinga ya upotevu wa sampuli zote, sawaul kufr, sawa ukafiri au shirk au ushirikina au albid'a au mambo ya bid'a au almaasi au maasi mengine mbalimbali au dhaf
au dhaifu na kushindwa na balaa zote, kinga yake ni kufuata mwongozo wa Allah kwenye Qur'ani na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Bali ndugu zangu katika imani, tulitazame jambo hili kwa mtazamo mpana zaidi kuliko hivi ambavyo ninazungumza. Leo tuwatazame manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao zimeelezwa habari zao ndani ya Qur'an. Anbiyaullahi wa rusuluhu, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Fa inna anbiya Allah alayhimus salatu wassalam hum atba'ul khalq lilwahyi, walidhalika iqtarana bihim ta'yidu Allah subhanahu wa ta'ala biakmali suwari. Ukiwatazama nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wote kwa ujumla, utakuta kwamba ndio wafuasi zaidi wa kufuata wahi kuliko viumbe wote. Katika viumbe watiifu wa kutii mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna kiumbe anawafikia anbiya katika viumbe wa ardhini, tukiacha viumbe wa as-samaa wenye kuishi na Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa mbinguni, au yani malaika. Hakuna katika viumbe wa ardhini ambao ni wafuasi wa mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam kama vile manabii. Ndio mnaona sasa kwa utiifu wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mafundisho ambayo wanapewa na Mola wao na wanayashika na kuyalingania kwa jid na kwa ukweli, Allah subhanahu wa ta'ala aliwatia nguvu manabii kihistoria dhidi ya maadui zao. Hata baada ya muda walikuja wakashinda na maadui wakaangamizwa. Baadhi ya manabii Allah aliwapa wafuasi wengi na wengine walipata wafuasi wachache, lakini utakuta kwamba mwisho kabisa nguvu zilirudi kwa anbiya Allah, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo wamelithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akizungumzia ushindi ni wa nani. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, amehukumu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nitashinda mimi na manabii wangu na mitume wangu. Bal aya nyingine Allah anasema walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, hakika tayari litangulia neno likiwaashiria waja wangu wema mitume. Innahum lahumul mansurun, haika wao anbiya ndio wenye kustahiki kunusuriwa. Wa inna jundana, na hakika jeshi letu la manabii na wafuasi wa manabii. Wa inna jundana lahumul ghalibun, na jeshi letu sisi la manabii na wafuasi wa manabii ndio ambao watakaoshinda. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwenye aya hii kwamba manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao waliokuwa nao ndio ambao watapata ushindi. Bali Allah anasema tena kwenye aya nyingine, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, sisi tutawanusuru mitume wetu na wale ambao wameamini pamoja na mitume katika maisha haya ya kidunia, na siku ambayo watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nusra itakuwa ni kwao, kwa manabii na wale wafuasi wa manabii. Tazama aya hizi ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba nusra, ushindi uko kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Fa innahum atba'al khalq lilwahy, utafahamu kwamba ni wafuasi wazuri zaidi baina ya viumbe wa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal Allah ameahidi vile vile wale wote ambao watakaowafuata manabii sawa sawa, nao watapata nasibu ile ambao wameipata manabii. Kwa maana wafuasi wa mitume nao wameahidiwa ushindi kama walivyokuwa wakishinda anbiya. Kwa maana watu kibakia kuwa ni wafuasi wa manabii, hata kama hao manabii hawapo, wana ahadi ya ushindi. Qala Allah an nabiyihi Musa alayhi salam wa Harun, sikiliza alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala
akimzungumzia mtume wake Musa alayhi salatu wasalam na Harun pamoja na wafuasi wao katika surati al-Qasas, qala antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun, nyinyi wawili Musa na Harun na wote ambao wamekufuateni nyinyi ndio washindi. Bali tazama Allah subhanahu wa ta'ala alivomzungumza Isa alayhi salam na wafuasi wake wale al-hawariyun, Allah anasema idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah. Idh qala Allah ya Isa, kumbuka ye Muhammad pindi aliposema Allah kumwambia ewe Isa alayhi salatu wasalam, inni mutawaffika, mimi ni mwenye kukufisha, wa rafi'uka ilayya, na nitakunyanyua kwangu. Atanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru, na nitakutwaharisha na wale ambao wamekufuru. Hizi ni ahadi anapewa Isa alayhi salatu wasalam na Allah. Kisha zinakuja ahadi baada ya hapa za wafuasi wa Isa, wajailu alladhina ittaba'uka, na mimi yani Allah nitawafanya wale waliokufuata wewe wafuasi wa Isa alayhi salatu wasalam fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama, watakuwa juu ya makafiri mpaka siku ya kiyama. Atba'u rusul, hawa ni wafuasi wa anbiya. Ndiyo Ibn al-Qayyim rahimahullah alipokuwa akiipitia aya hii katika kitabu chake Ighathatul Lahfan, akafikia kusema kwamba lamma kanat an-nasara atba'u li Isa min al-yahud kanu fawqa al-yahud ila yawm al-qiyamah. Tazameni vizuri, walipokuwa manaswara ni wafuasi wazuri mno kwa Isa kuliko mayahudi ambao walikuwa kimkadhibisha na kumtia aibu. Allah aliwaweka juu kuliko mayahudi. Soma historia, mayahudi walikuwa hawana nguvu yoyote, walikuwa ni watu musharradun, ni watu wa kukimbizwa katika miji na miji, walikuwa hata hawana dola yao iliyojitegemea. Lakini wakati huo ilikuwa dola zinazovuma ni dola za kinasara. Sasa manasara walipokuwa ni wafuasi wazuri wa manabii, walitiwa nguvu juu ya mayahudi. Fuatilia historia utagundua hilo, na wanaofahamu wanalikiri hili. Kisha anasema Sheikh, walamma kana almuslimun, na pale walipokuwa waislamu atba'a lahu min an-nasara, walipokuwa ni wafuasi wazuri zaidi wa Isa kuliko manasara, kwa sababu manasara hao wamepotosha dini ile na wamemkataa Muhammad alayhi salatu wasalam, kitu ambacho si halali yao. Sasa waislamu ndio wamebakia kuwa ni wafuasi wazuri wa Isa kuliko wao. Allah akawaweka juu na atawaweka juu ya manasara kwa sharti kwamba wanafuata maandiko. Sasa ndugu zangu katika imani, maneno haya ninayozungumza ni kutilia nguvu kwamba mkitaka turudishiwe nguvu zetu, tukitaka tupate ushindi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anautangaza kwenye Qur'an, kadhalika ameuzungumzia mtume alayhi salatu wasalam, ni lazima tupite njia za wahi, tushikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile na sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Wabil munasaba, na kwa munasaba wa maudhui yangu hii, nataka nilizungumze jambo ambalo lipo linaendelea kwa sasa kama tambii, kama nikitoa tambii uzinduzi na nikitoa nasaha kwa ndugu zangu waislamu. Kuna harakati zinaendelea hivi sasa na wanakusudia kuzifikisha harakati hizi katika nchi nzima. Kuna kikundi cha wenye kujiita masheikh, wanajinasibisha na elimu ya kisheria, wamejiunda kwa lengo la kutembea katika sehemu zote ndani ya nchi hii. Yani wanakusudia kutembea mikoa yote kwa lengo la kuwazindua waislamu. Zindua wanaita, zindua waislamu waliolala, wamfahamu adui yao, kadhalika wajipange jinsi gani watadefense nguvu za maadui.
wanaita ni operation Zindua, na tayari wameshazunguka mikoa kadhaa ya nchi hii, na katika mikoa ambayo ilibahatika kupata ziara hiyo ni mkoa wetu huu wa Kilimanjaro, katika manispaa hii ya Moshi mjini. Walifika mabwana hawa na hiyo da'wa yao, na yakatoka matangazo mengi ya kuwapa Waislamu mwaliko kuhudhuria jambo hili, na kwa hakika walijitokeza Waislamu wengi, na utahisi kwamba kumbe Waislamu wako. Lilifanyika kongamano katika mkoa huu, katika mji huu, katika msikiti maarufu hapa mjini. Sina haja ya kuutaja, na inawezekana kuutaja mimbabi tabyin, kwa lengo la kubainisha lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukusudii kuwaridhisha baadhi ya watu au kuwachukiza watu wengine, si makusudio yetu. Wakakusanyika mashekhe wale, na tayari wanafahamika da'wa yao na malengo yao, kwa lengo la kufikisha mada hizi kwa Waislamu. Wanachotaka wao na kauli mbiu kubwa ambao wanaipiga, wanalingania umoja, kwamba Waislamu turudi kuwa pamoja dhidi ya makafiri ambao wametukalia kooni, wanatupiga vita bila ya kututazama. Turudishe umoja wetu na tusianze kupekuana, kuangaliana madhehebu yetu, kutazamana mielekeo yetu, akida zetu. Yoyote ambaye ameikubali la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, huyo anafaa kupigana chini ya bendera ya Kiislamu. Tuwe naye, na mapungufu yaliyopo kwa Waislamu yanavumilika, tofauti na mapungufu yaliyo kwa makafiri. Huu ni mfano maneno yao na dawa ambao wanaifanya. Ndio ukaona katika mikusanyiko ile wanaalika kila ambaye anajulikana kwa jina la Uislamu, bila kuangalia madhhab wala itikadi. Wanawaalika mashia, wanawaalika makhurafi, watu wa bid'a, wanawaalika watu wa tariqa, wanaalikwa matablighi na makundi yote yanayojinasibisha na Uislamu, bila kuangalia yako sawa sawa au yana makosa. Hilo sio kazi yao, kwa lengo la kuwalingania Waislamu umoja. Halafu tukishikamana tupambane na adui huyu kafiri ambaye amekuwa juu ya Waislamu sasa, na anatunyanyasa na kutupora haki zetu. Tunadhulumiwa katika nchi hii. Wanazungumza kwa hamasa na raghba, mapenzi ya kunusuru Uislamu. Lakini ayuha almuslimun, lakini fahamuni ndugu zangu Waislamu, kwa msingi niliouweka huko mwanzoni wakati ninaianza maudhui hii, utatambua kwamba harakati hii haiwezi ikapata matunda stahiki, matunda ambayo Waislamu wengi wanadhani kwamba kwa kelele zile eti kuna kitu kitapatikana na kuna mabadiliko yatatokea, wakibakia katika hali waliokuwa nayo. Kwanza hawa walinganizi hawa ambao wanafikisha kwa watu muamko huu, wahamasishaji, ukiwatazama wao wenyewe ni watu wanajulikana katika nchi hii kwa majina yao, kwa elimu zao, na kwa dawa ambazo wanazifanya katika misikiti yao inayojulikana katika nchi hii. Watazame wao kwanza, baidun an tatbiq alkitabi wa sunna fi anfusihim, wako mbali katika utekelezaji wa Qur'ani na sunna katika nafsi zao. Bali utaligundua hilo ukiangalia wale ambao wanawasimamia. La shaka wengi katika wale ambao wanaendesha zile semina na yale makongamano ni mashekhe au ni maimamu wa misikiti fulani. Hebu tazama misikiti ile ambao wanatoka na ibada zinazofanyika pale na hali iliyokuwa katika misikiti yao, mabalaa yanayopatikana pale. Uislamu unapingwa, Uislamu unadhalilishwa, umegeuzwa ndani ya misikiti yao. Misikiti mingi ya mashekhe wale ni ya bid'a, ni misikiti ambayo inafanyika bid'a zote unazitambua wewe. Mabid'a ya maulidi ni ya kwao, mabid'a ya matakhtimu ni ya kwao, bali baadhi ya misikiti ya mashekhe wale wanaswali kuelekea makaburi. Shirki hii ambayo ameitahadharisha Mtume alayhi salatu wasalam wakati wa uhai wake mpaka anakaribia kufa, anatahadharisha na anaomba Allah subhanahu wa ta'ala asijalie kaburi lake ni wathana yu'bad, ni sanamu lenye kuabudiwa na watu kulielekea kwenye ibada. Misikiti na makaburi ndani
ya waasisi wa misikiti, kamati waliokuwa kamati, watu wa mbele wa kamati ya msikiti, masharifu wa msikiti wameweka ndani ya misikiti yao. Mashaka wale ni watu ambao wanafanya kila bid'a na zinafanyika ndani ya misikiti yao. Eti watu hawa ambao tayari wamevunja na kupotosha mafundisho ya Uislamu wanasimama leo kutaka kuutetea Uislamu. Bali tazama walivyounda ule umoja wao, kullu ma habba wa dab, ni kila ambaye anatambulikwa kwa Uislamu wako naye, mpaka mashia wanahudhuria. Bali Shia katika mkoa wa Arusha, mkubwa wa kishia amepewa kalima, mkubwa wa Ithna Asharia akapewa kalima, akazungumza naye atoe mchango wake. Watu ambao wana itikadi mbaya dhidi ya Qur'ani, dhidi ya masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, bali wanawalani na kuwaita masahaba ni mafiraun, tunashirikiana nao. Wako hata katika mkoa huu watu wa tariqa masufi ambao kutwa wao ni kuabudu makaburi na kufanya ibada zao makaburini, na mnawafahamu, na mpaka kuna makaburi yamejengwa katika mji huu wa Moshi maalumu ili yaadhimishwe, na ni mambo ambayo hayafai katika sheria hii. Bali ni watu ambao ukisikiliza ibada zao wanawaomba watu kama hawa watu wa Muridi. Ni watu ambao wana itikadi mbaya sana dhidi ya Abdul Qadir Jilani, wengine wakimuelekezea maombi. Sija kutajia mabalaa ya hao ndugu zetu wa bid'a makhurafi na uadui wa sunna ambao wanaufanya. Hawa mabwana hawajali yote haya. Tuwe pamoja dhidi ya kafiri mkubwa. Tunasema kwamba umoja kama ule hauwezi ukawaletea matunda Waislamu wala Uislamu, wala hatuwezi kuwadhuru makafiri kwa umoja ule, bali lazima tuungane sisi Waislamu kwenye mafundisho sahihi, alkitabu wa sunna, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao watakubali mfumo huu, hata kama ni wawili au ni mmoja au ni watatu, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwapa watu hawa nusra, na ndio watakaoshinda. Fa inna al-islam la yaghtar bil kathra al mutakathira, Uislamu haughuriki na wingi wa nzi waliozunguka kinyesi, wingi wa nzi pembezoni mwa kinyesi. Uislamu hauzingatii wingi huu, bali Uislamu unazingatia as-safa, usafi katika ule wingi ambao mliokuwa nao. Ndio masahaba walighurika katika vita vya Hunain na wingi waliokuwa nao, wakasema leo hatushindwi na makafiri kwa huu wingi wetu. Kosa moja wakalifanya la kujiona, kosa moja Allah akawatia udhalili. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Kumbukeni siku ya vita vya Hunain, pili mlipohadaika kwa wingi mliokuwa nao, mkasema hatushindi, tuko wengi. Falam tughni ankum shay'a, wingi ule haukuwasaidieni chochote. Ardhi ikawabana, pamoja na kwamba ardhi asili yake ni pana, wakageuka Waislamu wakatoka mbio. Vita vilikuwa juu yao. Angalieni Uhud, kukhalifiwa Mtume alayhi salatu wasalam, mukhalafa mmoja, kosa moja wamelifanya masahaba Uhud. Mara ya kwanza katika mzunguko wa kwanza wa vita walipigwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, na ni vita ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam alijeruhiwa na kuvunjwa meno yake ya mbele kwa uzembe na watu waliokhalifu sunna. Alipoambia msiondoke katika mlima ule, wale Roma wale watupa mishale walipoona khairi imepatikana, Waislamu wanaanza kushinda, mali zinakusanywa, kuna watu wanataka dunia juu ya mlima kule, wakaporomoka wakaacha lindo. Wakati yule Khalid bin Walid alikuwa yaslimu, akagundua kuna sehemu imeachwa nyeti, akazunguka akapanda pale, ikawa Waislamu wanashughulikiwa chini. Mukhalafa mmoja wa Mtume wa kumkhalifu Mtume alayhi salatu wasalam uliharibu mwelekeo mzima wa vita vya Uhud, na vita vikawaelemea mno Waislamu mara ya kwanza mpaka Allah alipowaletea nusra. Hebu niambie lile kundi ambalo linasimama kwa hamasa na takbira nyingi zenye kuitwa mizinga, tazameni wale walivyo katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Waangalieni katika nafsi zao, watazameni katika majumba yao, watazameni katika jamii yetu tunaishi. Ni watu ambao yuadhimuna din
kweli wanaadhimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni watu wa kuadhimisha sunna? Natoa nasaha, tukitaka tunusuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala, tusiridhike na ukiritimba huu, tuirejee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutapata nguvu hata kama ni wachache, bali wengi katika hawa ambao wanasimama kuwahamasisha Waislamu, utakuta nyuma yao kuna watu, ni watu ambao wanaletea baadhi ya mambo wayapate, na haya yana historia ya Waislamu walivyo hapa Tanzania bwana. Sio kama watu wamfahamu mambo, watu wanahamasishwa, wanaandamana, wengine wanapigwa, wengine wanauawa, lakini wanaitwa watu wachache. Wanapoozwa dini imekwisha. Na ndio hawa ambao wanarudi kwa sura nyingine tena. Utaona hata hujuma zao, ukisikiliza kaseti zao, hujuma inaelekezwa sehemu fulani, kana kwamba hiyo sehemu nyingine ni Waislamu safi. Hii si dawa sawa sawa. Nataka niseme mimi, nitaishia hapa, pamoja na kwamba maudhui hii imebakia vipengele vingi sana, lakini muda huu hauruhusu wa khutba ya Ijumaa. Fahamuni ndugu zangu katika imani, simamul aman, kitovu na mzizi wa kupata amani Waislamu, min al-kufri wal hazima, juu ya hawa makafiri. Allah asiwafikishe na udhalili wote ambao tunao Waislamu, bitamasuk bil kitabi wa sunna. Ni sisi kwa kurejea kushikamana na Qur'ani na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Thabata inda al-Imam Abi Daud, imethibiti hadith sahih katika sunna Imam Abi Daud, hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abdullah, qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqari ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل ولا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Mkianza kuuziana kwa biashara za riba, ina ni sampuli katika sampuli za riba. Mkianza kufanya kazi za riba, wa akhadhtum adhnab al-baqari, na mkachukua mikia ya ng'ombe, hili ni fumbo linakusudia kwamba mkashughulishwa na kilimo na kazi, mkasahau dini. Wataraktumul jihada, na mkaacha kuipigania dini, kila mtu bize na mambo yake na dunia yake. Sallatallahu alaykum adh-dhull, Allah atawathalitisha kwa kuwaletea udhalili. Allah atawachapa udhalili. La yanzi'uhu ankum, udhalili huo hautaondolewa kwenu, hatta tarji'u ila dinikum. Angalia msingi wa nguvu, mpaka mrudi kwenye dini. Ukianza kuitafsiri dini nini, utawatoa baadhi ya watu ambao wanajidai wana uchungu na huu Uislamu. Wao pia hawana hii dini, bali wanaivunja dini hii. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka muirejee dini yenu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. As'alullah an yu'izza al-muslimin izzata al-khair, as'alullah an yu'izza al-muslimin izzata as-sunnah wa an yudhilla al-kafara wal-mushrikin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kama tulivyoona katika khutba yetu ya kwanza kwamba Uislamu huu lazima tuupitishe kule kule ulipopitishwa na maandiko, na wala hatuhitaji shortcut ya kuelekea nguvu ya Uislamu. Na ninatilia nguvu hilo, tukitaka Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika juhudi zetu, aibariki da'wa yetu, au bariki Uislamu, au tie nguvu Uislamu, awasalitishe makafiri, basi tuyaandae mafundisho ya Uislamu, na hiyo ndiyo khairi. Aqimus salah.